Leo tunasafiri kuelekea katikati ya jangwa la Arabia, mahali ambapo hakuna mto mkubwa, hakuna msitu mkubwa, hakuna mashamba makubwa. Lakini mahali hapa kuna jengo ambalo kwa zaidi ya maelfu ya miaka limekuwa likitazamwa na mabilioni ya watu duniani. Jengo ambalo kila sekunde ya mchana na usiku mamilioni ya watu hulielekea katika sala zao. Jengo ambalo limezungukwa na wafalme, manabii, majeshi, mafuriko, moto, vita na siri nyingi ambazo zimevuka karne baada ya karne. Jengo hili ni Al-Kaaba. Karne nyingi kabla ya Uislamu, karne nyingi kabla ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, karne nyingi kabla hata ya Waarabu kujulikana kama taifa. Fuatana nami tukirejea wakati ambapo eneo la mji wa Makka likiwa jangwa lisilo na maisha. Karibu The Storyside. Fikiria jangwa kubwa lisilo na mwisho, upepo mkali unapuliza mchanga kila upande, joto kali la mchana linalounguza mawe. Usiku baridi kali inatawala. Hakuna mto, hakuna kisima, hakuna maji, hakuna soko, hakuna msafiri anayependa kusimama hapa. Hili ndilo lilikuwa bonde la mji wa Makka maelfu ya miaka iliyopita. Leo tunalijua kama moja ya miji maarufu zaidi duniani, lakini wakati huo lilikuwa eneo ambalo watu wengi wangepita mbali nalo. Hakukuwa na sababu yoyote ya kuishi hapa. Hakuna mtu ambaye angeweza kufikiria kwamba siku moja sehemu hii ingekuwa kitovu cha dunia ya Kiislamu. Lakini historia kubwa mara nyingi huanza katika maeneo ambayo hakuna anayoyatarajia. Kwa mujibu wa simulizi za Kiislamu, Nabii Ibrahim alipokea amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Amri hiyo ilikuwa ngumu sana. Ilikuwa amri ambayo kwa mwanadamu wa kawaida ingeonekana haiwezekani. Aliamrishwa kusafiri na mke wake Hajar, ama unaweza kumuita Hajra, pamoja na mtoto wao mchanga Ismail hadi katika bonde hili lisilo na watu. Hakukuwa na nyumba, hakukuwa na maji, hakukuwa na chakula cha kutosha, hakukuwa na msaada. Ilikuwa ni jangwa tupu. Baada ya safari ndefu, Ibrahim aliwafikisha katika bonde hili, kisha akawaacha hapa. Kwa mujibu wa simulizi maarufu za Kiislamu, Hajar alishangaa. Aliangalia kila upande. Hakukuwa na mtu, hakukuwa na kijiji, hakukuwa na mti mkubwa, hakukuwa na dalili ya maisha. Akamwita Ibrahim, hakupata jibu. Akamwita tena. Hatimaye akauliza swali ambalo limebaki katika historia ya Kiislamu kwa karne nyingi. Alisema kwa kumuuliza, "Je, Mungu ndiye amekuamuru kufanya hivi?" Ibrahim akajibu kwa ishara ya kukubali. Hajar akasema maneno ambayo baadaye yalikuwa alama ya imani na uvumilivu. "Kama ni Mungu ndiye ameamuru, basi hatatuacha." Wakati huo hakuna aliyefahamu kwamba kauli hiyo ilikuwa mwanzo wa historia ambayo ingedumu kwa maelfu ya miaka. Siku zilipita, chakula kikapungua, maji yakaisha, joto la jangwa likazidi kuwa kali. Mtoto Ismail akaanza kulia kwa kiu. Hajar akatafuta msaada. Alipanda juu ya kilima cha Safa akitafuta msaada. Alipotazama hakumwona mtu yeyote. Akashuka na kukimbia kuelekea kilima cha Marwa. Nako hakukuwa na msaada. Safari hiyo aliirudia mara 7 kati ya Safa na Marwa. Leo mamilioni ya Waislamu wanaofanya hija na umra huiga matembezi hayo kila mwaka. Lakini wakati huo Hajar alikuwa mama aliyekuwa akijaribu kuokoa maisha ya mtoto wake. Kisha tukio ambalo lilibadilisha historia ya Makka likatokea.
Kwa mujibu wa simulizi za Kiislamu, maji yalianza kutoka ardhini karibu na Ismail baada ya kulia, huku akipigapiga miguu yake chini kwenye ardhi. Chemchemi hiyo ilianza kutiririka, maji yakaanza kujaa eneo hili. Hiyo ndiyo ilikuwa Zamzam, kisima ambacho kiliendelea kutoa maji kwa maelfu ya miaka, kisima ambacho kiliigeuza sehemu iliyokuwa tupu kuwa kituo cha maisha. Na bila Zamzam, huenda historia ya Makka isingekuwepo kabisa. Habari za maji jangwani hazifichiki kwa muda mrefu. Makabila yaliyokuwa yakisafiri katika maeneo ya Arabia yalianza kugundua uwepo wa kisima hichi. Msafara mmoja baada ya mwingine ulianza kusimama, ndege walionekana angani, wanyama wakaanza kufika, na mahali penye maji watu huanza kuishi. Makabila yakaanza kujenga makazi. Taratibu jamii ikaanza kuunda maisha karibu na Zamzam. Bonde lililokuwa tupu likaanza kubadilika. Mji mdogo ukaanza kuota kutoka katikati ya jangwa. Hakuna aliyejua kwamba huo ulikuwa mwanzo wa mji wa Makka. Miaka ilipita, Ismail akakua. Kutoka mtoto mchanga aliyekuwa karibu kufa kwa kiu, akawa kijana mwenye nguvu. Akaishi miongoni mwa makabila yaliyokuwa yameanza kukaa karibu na Zamzam. Akajifunza lugha yao, akajifunza mila zao, akajifunza maisha ya jangwani. Na hapa ndipo simulizi la Kaaba linaanza kuingia katika hatua mpya, hatua ambayo ingeacha alama ya kudumu katika historia. Siku moja, kwa mujibu wa Qur'an na mapokeo ya Kiislamu, Ibrahim alirejea Makka. Safari yake ilikuwa na lengo maalum. Alipewa amri ya kujenga nyumba ya ibada, sio nyumba ya kuishi, sio kasri, sio ngome, bali nyumba ambayo ingetengwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu mmoja. Mahali ambapo watu wangekusanyika kwa ibada, mahali ambapo vizazi baada ya vizazi vingekuja, mahali ambapo historia ingekutana na imani. Ibrahim na Ismail wakaanza kazi. Wakabeba mawe, wakayapanga, wakajenga ukuta baada ya ukuta, jiwe baada ya jiwe. Polepole muundo wa kwanza wa Al-Kaaba ukaanza kuonekana. Swali ambalo watu wengi huliuliza, je, Kaaba ya Ibrahim ilifanana na Kaaba ya leo? Jibu ni hapana. Kaaba ya kwanza ilikuwa rahisi sana. Haikuwa na marumaru, haikuwa na dhahabu, haikuwa na taa za kisasa, haikuwa na kiswa cha kifahari. Ilikuwa nyumba ya mawe iliyojengwa kwa unyenyekevu mkubwa, lakini thamani yake haikuwa katika uzuri wa muundo wake. Thamani yake ilikuwa katika kusudi lake. Ilikuwa nyumba iliyowekwa kwa ajili ya ibada ya Mungu mmoja, na hili ndilo lililoifanya kuwa ya kipekee. Katika moja ya pembe za Al-Kaaba kulikuwa na jiwe ambalo baadaye likawa maarufu duniani. Hili ni jiwe jeusi linalojulikana kwa jina la Hajar al-Aswad. Kwa mujibu wa mapokeo ya Kiislamu, jiwe hili lililetwa kutoka peponi. Mapokeo hayo yanaeleza kuwa awali lilikuwa jeupe sana, lakini baadaye likawa jeusi. Katika karne zilizofuata, jiwe hili likawa sehemu ya Al-Kaaba inayojulikana zaidi duniani. Mamilioni ya watu wanakuja kuliona, wengine wakitamani kuligusa, wengine wakitamani kulibusu, na historia yake inaendelea kuwa mojawapo ya siri zinazovutia zaidi katika simulizi za Al-Kaaba. Baada ya kazi ya ujenzi kukamilika, Ibrahim na Ismail waliinua mikono yao. Kwa mujibu wa Qur'ani, waliomba dua. Walimuomba Mwenyezi Mungu aukubali ujenzi huo. Walimuomba aufanye mji huo kuwa wa amani. Walimuomba watu waendelee kuja hapa kwa ajili ya ibada. Wakati huo hawakuweza kuona karne zijazo. Hawakuweza kuona mamilioni ya watu wakizunguka Al-Kaaba. Hawakuweza kuona minara mikubwa ya Makka. Hawakuweza kuona ndege za kisasa zikileta mahujaji kutoka kila pembe ya dunia. Lakini dua yao
imeendelea kuishi na historia inaendelea kusonga mbele. Kadiri miaka ilivyopita, Zamzam iliendelea kuwavutia watu. Msafara mmoja ulifuata mwingine. Makabila yalijenga makazi ya kudumu. Nyumba za mawe na udongo zilianza kuonekana. Masoko yakaanza kufanyika, mifugo ikaanza kuuzwa, biashara zikaanza kukua. Polepole Maka ikawa moja ya vituo muhimu vya biashara katika Arabia. Sababu ilikuwa rahisi. Maka ilikuwa katikati ya njia muhimu za biashara. Misafara kutoka kusini mwa Arabia ilipita hapa kuelekea kaskazini. Misafara kutoka Sham ilipita hapa kuelekea kusini. Wafanyabiashara kutoka maeneo mbalimbali walikutana hapa. Fedha zikaanza kuingia. Umaarufu wa mji ukaongezeka. Lakini pamoja na ukuaji huo, jambo moja lilianza kubadilika, ambalo ni imani. Kwa mujibu wa mapokeo ya Kiislamu, baada ya karne nyingi kupita tangu enzi za Ibrahim, baadhi ya Waarabu walianza kuacha ibada ya Mungu mmoja. Badala yake, ibada za sanamu zikaanza kuenea. Mwanzoni ilikuwa hatua ndogo, kisha ikawa desturi, hatimaye ikawa mfumo wa maisha. Makabila mbalimbali yakawa na miungu yao. Kila kabila lilitaka kuwa na alama yake. Kila kabila lilitaka kuwa na mlinzi wake wa kiroho. Polepole sanamu zikaanza kuletwa Maka na mwishowe zikaanza kuwekwa karibu na Al-Kaaba. Hii ndiyo moja ya taarifa zinazowashangaza watu wengi. Wakati fulani katika historia yake, Al-Kaaba haikuwa mahali pa ibada ya Kiislamu pekee. Ilikuwa kitovu cha ibada za makabila mengi ya Kiarabu. Historia za Kiislamu zinaeleza kuwa karibu na Al-Kaaba kulikuwa na zaidi ya sanamu 360. Karibu kila kabila lilikuwa na sanamu yake. Baadhi zilikuwa kubwa, baadhi zilikuwa ndogo, baadhi zilikuwa za mawe, baadhi zilikuwa za mbao, na baadhi zilikuwa zimepambwa kwa vito vya thamani. Kwa watu wa wakati huo, sanamu hizo zilikuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Walizitolea sadaka, waliziomba msaada, walizizunguka kwa heshima na waliziona kama njia ya kuwakaribia miungu yao. Miongoni mwa sanamu zote zilizokuwa karibu na Al-Kaaba, moja ilisimama juu ya nyingine zote, ambayo ni Hubal. Hubal ilikuwa sanamu maarufu sana. Iliwekwa ndani ya Al-Kaaba. Watu waliamini ilikuwa na nguvu kubwa. Kabla ya kufanya maamuzi muhimu, baadhi ya Waarabu walikuja mbele ya Hubal kutafuta majibu. Walitumia mishale maalumu ya kubashiri. Kwa njia hiyo walijaribu kujua hatima yao. Leo inaweza kuonekana ajabu, lakini wakati huo ilikuwa sehemu ya maisha ya kawaida, na Hubal ilikuwa moja ya alama kubwa zaidi za dini ya Maka kabla ya Uislamu. Kadri wageni walivyoongezeka, sanamu ndivyo zilivyoongezeka. Makabila kutoka pande mbalimbali za Arabia yalifika Maka. Wengine walikuja kwa biashara, wengine walikuja kwa ibada, wengine walikuja kwa mikataba ya kisiasa. Matokeo yake yakawa makubwa. Maka ikawa mojawapo ya miji tajiri zaidi katika Arabia, na Kaaba ikawa moyo wa uchumi wa mji huo. Sababu kila mwaka maelfu ya wageni walifika. Walileta bidhaa, walileta fedha, walileta biashara. Kwa hiyo Al-Kaaba haikuwa tu kituo cha dini, bali pia ikawa kituo cha uchumi na siasa. Kadiri Maka ilivyokuwa, kabila moja likaanza kupata nguvu zaidi, ambalo ni Quraish. Quraish walikuwa walinzi wa Al-Kaaba, walikuwa wasimamizi wa wageni, walikuwa waendeshaji wa biashara kubwa za Maka, na polepole wakawa viongozi wa mji. Umaarufu wao ulienea Arabuni kote, na kwa sababu ya Al-Kaaba, Quraish waliheshimiwa sana. Hakuna kabila lililotaka kuingia vitani nao ndani ya Maka, kwa sababu eneo la Al-Kaaba liliheshimiwa kama sehemu takatifu.
Karne zilipita, Maka ikaendelea kustawi, lakini kusini mwa Arabia mtu mmoja alikuwa akitazama Maka kwa wivu. Jina lake lilikuwa Abraha. Abraha alikuwa mtawala mwenye nguvu nchini Yemen. Aliona jinsi Maka ilivyokuwa ikivutia watu. Aliona jinsi Al-Kaaba ilivyokuwa kitovu cha Arabia. Akatamani kuhamishia umaarufu huo Yemen. Abraha akaanzisha mradi mkubwa. Alijenga kanisa la kifahari sana nchini Yemen, kanisa ambalo lilikuwa kubwa kuliko majengo mengi ya wakati huo. Alitumaini kwamba Waarabu wangekuja kuabudu hapo badala ya Al-Kaaba, lakini mambo hayakwenda kama alivyotarajia. Waarabu wengi waliendelea kwenda Maka. Kaaba iliendelea kuwa kivutio kikubwa. Abraha akakasirika, na hapa ndipo historia ilianza kuelekea katika moja ya matukio maarufu zaidi katika Arabia ya kale. Abraha akaamua kutumia nguvu. Akakusanya jeshi kubwa, wanajeshi wengi, farasi wengi, na kitu ambacho Waarabu wengi hawakuwa wamewahi kuona, ambacho ni tembo wa vita. Katika Arabia wakati huo, tembo walikuwa jambo la kutisha. Walikuwa wakubwa, walikuwa na nguvu, na waliweza kubomoa majengo kwa urahisi. Jeshi hili likaanza safari kuelekea Maka. Habari zikaanza kusambaa, hofu ikaanza kutanda. Makabila yakaanza kujiuliza, nani ataweza kuzuia jeshi hili? Wakazi wa Maka walipokea habari hizo kwa wasiwasi mkubwa. Jeshi la Abraha lilikuwa na nguvu kubwa. Hakuna jeshi la Maka ambalo lingeweza kulizuia. Baadhi ya watu walikimbilia milimani, wengine walijifungia majumbani, na viongozi wa Quraysh walitambua kuwa hawakuwa na uwezo wa kupambana. Miongoni mwa viongozi hao alikuwa mtu ambaye baadaye alikuwa babu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni mzee Abdul Muttalib. Abdul Muttalib alikutana na Abraha. Abraha alitarajia angeombwa asiharibu Al-Kaaba, lakini badala yake Abdul Muttalib alizungumza kuhusu ngamia wake waliokuwa wamechukuliwa. Abraha akashangaa, akauliza, kwa nini uzungumzi kuhusu Al-Kaaba? Ndipo Abdul Muttalib akasema maneno yaliyobaki katika historia: mimi ni mmiliki wa ngamia, Kaaba ina mmiliki wake ambaye ataikinga. Maneno hayo yaliendelea kusimuliwa kwa karne nyingi baadaye. Alikuwa akimaanisha Al-Kaaba ni ya Mwenyezi Mungu na mwenyewe ndiyo atailinda. Kisha ikafika siku ya mashambulizi. Kwa mujibu wa Qur'ani, katika sura Al-Fil, tukio lisilo la kawaida likatokea. Ndege walioitwa Ababil walionekana. Jeshi la Abraha likapata maafa makubwa. Mashambulizi hayo yakasambaratisha jeshi lote na safari ya kuharibu Al-Kaaba ikashindikana. Tukio hili lilibaki katika kumbukumbu za Waarabu kwa vizazi vingi. Ndiyo sababu mwaka huo ulijulikana kama mwaka wa tembo. Kilichofanya mwaka huo kuwa maarufu zaidi ni jambo jingine. Katika kipindi hicho hicho, mtoto mmoja alizaliwa ndani ya Maka. Hakuna aliyejua kwamba mtoto huyo angeibadilisha historia ya dunia. Mtoto huyo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mwaka ambao Kaaba ilinusurika dhidi ya jeshi la Abraha pia ndio mwaka uliohusishwa na kuzaliwa kwa Muhammad, na huo ulikuwa mwanzo wa sura mpya katika historia ya Al-Kaaba. Miaka ilikuwa ikiendelea kusonga mbele. Maka ilikuwa imekuwa mji mkubwa wa biashara. Misafara kutoka Yemen, Sham, Iraq na maeneo mengine ya Arabia ilikuwa ikifika kila mwaka. Kaaba ilikuwa kitovu cha mji huu, lakini pamoja na heshima yote iliyokuwa nayo, Kaaba ilikuwa inakabiliwa na tatizo kubwa ambalo jengo lilikuwa limezeeka. Karne nyingi zilikuwa zimepita tangu ujenzi wake wa zamani.
Mafuriko ya mara kwa mara yalikuwa yameanza kuathiri kuta zake. Mawe mengine yalikuwa yamelegea, nyufa zilianza kuonekana, hatari ya kuanguka ilianza kuongezeka. Wakazi wa Makka walitambua kuwa jambo fulani linapaswa kufanyika, lakini hakuna aliyekuwa tayari kugusa Al-Kaaba kwa urahisi. Watu waliiheshimu sana, waliogopa kwamba kuibomoa au kuijenga upya kungeweza kuleta laana au adhabu. Kwa muda mrefu walibaki katika hali ya kusitasita, mpaka tukio moja lilipowalazimisha kuchukua hatua, ambapo mvua kubwa ilinyesha juu ya milima iliyozunguka bonde la Makka. Miongoni mwa milima hiyo kulikuwa na Jabal Abu Kubais upande wa mashariki na Jabal Quwaiqian upande wa magharibi. Maji ya mvua yalishuka kwa kasi kupitia njia za asili za bonde, yakikusanyika katikati ya mji. Mafuriko yakaanza kujaa katika maeneo ya chini ya Makka na hatimaye yakafika kwenye Al-Kaaba yenyewe. Kuta zake zikapigwa na maji kwa nguvu. Sehemu za muundo zikaanza kudhoofika na nyufa zikaanza kuonekana. Baada ya mafuriko hayo, viongozi wa Quraish walitambua kuwa hawakuwa tena na uchaguzi. Al-Kaaba ilihitaji kujengwa upya. Ingawa walikubaliana kuijenga upya, tatizo lingine likatokea, ambapo walijiuliza nani angeanza kubomoa ukuta wa kwanza. Hakuna aliyethubutu, kila mtu aliogopa. Ikiwa adhabu ingetokea, mtu wa kwanza kugusa Kaaba ndiye angeonekana kuwa chanzo. Siku zikapita huku watu wakitazamana. Hatimaye mmoja wa viongozi wa Quraish akajitolea. Alichukua chombo chake, akakaribia ukuta, akaanza kuondoa mawe. Watu wote walimwangalia kwa hofu. Usiku huo wakasubiri kuona kama angepatwa na jambo baya, lakini hakuna kilichotokea. Asubuhi ilipofika, akiwa salama, watu wengine wakapata ujasiri. Kazi ya kubomoa Al-Kaaba ikaanza rasmi. Quraish waliweka sheria kali. Walitaka fedha safi pekee zitumike katika ujenzi. Fedha zilizotokana na riba, dhulma au biashara haramu hazikuruhusiwa. Walikusanya mali halali, kisha wakaanza ujenzi. Mawe mapya yaliletwa kutoka katika milima ya Makka. Granite ngumu ilitumika kuimarisha kuta. Muundo mpya ukaanza kupanda juu, lakini fedha walizokusanya hazikutosha. Hapa ndipo moja wapo ya mabadiliko muhimu zaidi katika historia ya Al-Kaaba yalitokea. Kwa sababu ya upungufu wa fedha, Quraish hawakuweza kujenga Al-Kaaba kwa ukubwa wake wote wa awali. Walilazimika kupunguza eneo la jengo. Sehemu moja ikaachwa nje ya muundo mpya. Leo sehemu hiyo inajulikana kama Hijri Ismail. Ndiyo maana ukuta ule wa nusu duara unaonekana pembeni mwa Al-Kaaba hadi leo. Kwa mujibu wa mapokeo ya Kiislamu, eneo hili awali lilikuwa sehemu ya Al-Kaaba yenyewe. Hii ni moja ya siri ambazo mahujaji wengi hawaelewi wanapoliona kwa mara ya kwanza. Ujenzi ulipokaribia kukamilika, tatizo kubwa likazuka. Lilikuwa tatizo ambalo karibu kuingiza Makka katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Swala lilikuwa ni moja tu: nani angeweka Hajar al-Aswad mahali pake? Jiwe hili lilikuwa takatifu sana. Kila kabila lilitaka kupata heshima ya kulirudisha kwenye ukuta wa Al-Kaaba. Makabila yakaanza kubishana, mabishano yakageuka hasira, hasira zikageuka vitisho. Baadhi ya viongozi wakaanza kujiandaa kwa mapigano. Kwa siku kadhaa hali ilikuwa mbaya sana. Vita vilionekana kuwa karibu kuanza. Makabila yalipoona mgogoro unazidi kuwa mkubwa, yakakubaliana jambo moja: mtu wa kwanza kuingia katika eneo la mkutano bila kujua kinachoendelea ndiye angeamua suluhisho. Wakati wakisubiri, kijana mmoja akaingia. Alikuwa anajulikana kwa uaminifu wake. Watu walimuita Al-Amin, maana yake mwaminifu. Kijana huyo alikuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa bado
hajapokea utume, lakini tayari alikuwa anaheshimiwa sana. Makabila yote yakasema kwa furaha, tumemkubali huyu. Muhammad akasikiliza mgogoro huo, kisha akatoa suluhisho la ajabu. Muhammad akaagiza kitambaa kiletwe. Hajar al-Aswad likawekwa katikati yake. Kisha viongozi wa makabila mbalimbali wakaombwa kushika pembe za kitambaa hicho pamoja. Kwa njia hiyo wote waliinua jiwe kwa pamoja. Walipofika karibu na ukuta wa Al-Kaaba, Muhammad mwenyewe akalichukua na kuliweka mahali pake. Tatizo likamalizika. Hakukuwa na mshindi, hakukuwa na aliyedhalilishwa, hakukuwa na vita. Kwa mara nyingine tena Muhammad alikuwa ameonyesha hekima iliyowashangaza watu wa Makka. Baada ya ujenzi kukamilika, Kaaba ikawa tofauti kidogo na ile ya zamani. Mlango wake uliwekwa juu ya usawa wa ardhi, sababu ilikuwa rahisi sana. Quraish walitaka kudhibiti nani anaingia ndani. Pia walitaka kulinda jengo dhidi ya mafuriko. Muundo huo ukaendelea kwa karne nyingi baadaye, na mpaka leo mlango wa Al-Kaaba uko juu sana kutoka ardhini. Miaka michache baadaye, historia ya dunia ilianza kubadilika. Muhammad alipokuwa na umri wa miaka 40, alipokea wahi wa kwanza. Ujumbe wake ulikuwa wazi: kumwabudu Mungu mmoja, kuacha sanamu, kuacha dhulma, kuacha ukandamizaji. Lakini ujumbe huo haukupokelewa vizuri Makka. Kwa nini? Kwa sababu uliigusa moja kwa moja mfumo uliokuwa umejengwa karibu na Kaaba. Sanamu zilikuwa sehemu ya uchumi wa mji. Sanamu zilikuwa sehemu ya siasa. Sanamu zilikuwa sehemu ya utambulisho wa makabila. Na sasa Muhammad alikuwa anasema ya kwamba zote zilikuwa batili. Kadiri ujumbe wa Uislamu ulivyoenea, upinzani ukaongezeka. Wafuasi wa Muhammad wakateswa. Baadhi wakapigwa, baadhi wakafungwa, baadhi wakalazimika kuhama. Mwishowe Muhammad na wafuasi wake wakahama kwenda Madina, tukio ambalo baadaye likajulikana kama Hijra. Lakini hata baada ya kuhama, mgogoro kati ya Makka na Waislamu haukuisha. Vita kadhaa vikafuata, na hatimaye historia ikafika katika moja ya nyakati muhimu zaidi kuwahi kutokea kwa Al-Kaaba. Miaka 8 baada ya Hijra, Muhammad sallallahu alaihi wasallam alirejea Makka. Lakini safari hii hakurudi kama mtu aliyefukuzwa. Alirudi akiwa kiongozi wa jeshi kubwa. Wakazi wengi wa Makka walitarajia kulipizwa kisasi, lakini jambo tofauti likatokea. Makka ilichukuliwa kwa amani kwa kiwango kikubwa. Muhammad akaingia mjini, kisha akaelekea moja kwa moja kwenye Al-Kaaba, mahali ambapo historia yote ilikuwa imekusanyika kwa karne nyingi. Muhammad alisimama mbele ya Al-Kaaba. Sanamu zilikuwa kila mahali, ndani, nje na karibu na kuta na viwanja vyake. Kisha akaanza kuamuru ziondolewe moja baada ya nyingine. Hatimaye zote zikaanguka. Zaidi ya sanamu 360 zikaondolewa. Kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi, Kaaba ikarudi katika kusudi ambalo kwa mujibu wa imani ya Kiislamu ilianzishwa na Ibrahimu, kuwa nyumba ya ibada ya Mungu mmoja. Baada ya kuondolewa kwa sanamu, sehemu za ndani za Kaaba zikasafishwa. Mabaki ya ibada za zamani yakatolewa. Mahali hapa pakaanza sura mpya kabisa, sura ambayo iliendelea kwa zaidi ya miaka 1000 hadi leo. Lakini simulizi za Al-Kaaba halikuwa limefika mwisho. Miaka ilipita. Baada ya ushindi wa Makka, sanamu zilikuwa zimeondolewa. Kaaba ilikuwa imerejea kuwa kitovu cha ibada ya Kiislamu. Mahujaji walianza kuja kutoka maeneo mbalimbali ya Arabia. Dola ya Kiislamu nayo ilianza kukua kwa kasi kubwa. Ndani ya miongo michache tu, Uislamu ulikuwa umeenea kutoka Arabia hadi maeneo makubwa ya Mashariki ya Kati. Kwa nje
kila kitu kilionekana kuwa kizuri, lakini ndani ya ulimwengu wa Kiislamu migogoro ya kisiasa ilikuwa inaanza kujitokeza. Migogoro ambayo baadaye ilifikisha Al-Kaaba katika moja ya nyakati hatari zaidi katika historia yake. Baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uongozi wa Waislamu ulipitia vipindi mbalimbali. Kadiri miaka ilivyopita, tofauti za kisiasa zilianza kuongezeka. Mapambano ya madaraka yakaanza kuonekana. Mara nyingi migogoro hiyo ilitokea mbali na Maka, lakini hatimaye mawimbi yake yakaanza kuifikia Kaaba yenyewe, na hapa ndipo historia ilipoingia katika kipindi cha giza. Mwaka 683 baada ya Kristo, dunia ya Kiislamu ilikuwa katika mgogoro mkubwa wa kisiasa. Mtu mmoja alikuwa amejitangaza kuwa kiongozi halali wa Waislamu. Jina lake lilikuwa Abdullah ibn al-Zubair. Alikuwa ameweka makao yake makuu Maka, lakini watawala wa dola ya Umawiya hawakukubaliana naye. Matokeo yake yakawa vita. Jeshi kubwa likatumwa kuelekea Maka, na mara nyingine tena katika historia Al-Kaaba ilijikuta katikati ya mgogoro mkubwa. Jeshi lilipoizingira Maka, mapigano makali yakaanza. Silaha za wakati huo zilikuwa tofauti na za leo. Walitumia manjaniki. Hizi ni mashine kubwa zilizokuwa zinatupa mawe makubwa kutoka mbali. Mawe hayo yalirushwa kuelekea eneo la Maka. Mapigano yalidumu kwa muda, na katika machafuko hayo tukio baya likatokea, ambapo moto ulizuka karibu na Al-Kaaba. Baadhi ya vyanzo vya kihistoria vinaeleza kuwa moto huo ulitokana na vifaa vilivyokuwa vikitumika katika mapigano. Wengine wanaeleza kuwa ulikuwa ni ajali, lakini jambo moja lina uhakika: moto huo uliharibu sehemu kubwa ya Al-Kaaba. Moto ulipomalizika, uharibifu ulikuwa mkubwa. Baadhi ya kuta zilikuwa zimeathirika vibaya sana. Sehemu za muundo zilianza kudhoofika. Kaaba ilihitaji kujengwa upya, na hapa ndipo Ibn al-Zubairi alipofanya uamuzi ambao uliendelea kujadiliwa kwa karne nyingi. Baada ya vita kutulia, Abdullah ibn Zubair akaanza kuijenga Kaaba upya, lakini safari hii alifanya jambo la tofauti. Alitaka kuijenga kwa mujibu wa maelezo ambayo yalihusishwa na matamanio ya Mtume Muhammad. Kwa hiyo akaipanua Al-Kaaba, akairudisha sehemu ya Hijr Ismail ndani ya muundo wa Al-Kaaba. Kwa mara ya kwanza baada ya karne nyingi, Kaaba ikawa karibu zaidi na ukubwa wake wa zamani, lakini hali hiyo haikudumu kwa muda mrefu. Baada ya Ibn al-Zubair kushindwa kisiasa, mtawala mpya wa Umawiya akaamua kurejesha Kaaba katika muundo uliokuwa umejengwa na Quraysh. Kwa amri ya Abdul Malik ibn Marwan, Kaaba ilibadilishwa tena. Sehemu ya Hijr Ismail ikarudishwa nje ya jengo. Mlango wa pili ukaondolewa na muundo wake ukarudi karibu na ule tunauona leo. Mabadiliko haya ndiyo yaliyokuwa msingi wa Kaaba ya kisasa. Baada ya migogoro hiyo, Kaaba iliingia katika kipindi kirefu cha utulivu. Mahujaji waliendelea kuja, miji ya Kiislamu iliendelea kukua, dola mbalimbali zilikuja na kuondoka, lakini Kaaba iliendelea kusimama. Hata hivyo, hatari kubwa zaidi katika historia yake ilikuwa bado haijafika. Mwaka 930 baada ya Kristo, mwaka huu ulileta moja ya matukio ya kutisha zaidi kuwahi kutokea katika mji wa Maka, ambapo kundi la wapiganaji lilitokea kutoka eneo la Ghuba ya Uajemi. Walijulikana kama Kalmatian. Walikuwa na msimamo mkali dhidi ya mamlaka ya wakati huo, na waliamua kufanya jambo ambalo hakuna aliyewahi kufikiria, ambapo walivamia Maka wakati wa hija. Mahujaji walikuwa wamekusanyika kwa maelfu na maelfu.
hakuna aliyetarajia shambulio. Vyanzo vya kihistoria vinatofautiana kuhusu idadi ya waliouawa. Baadhi vinataja mamia kadhaa, vingine zaidi ya 1000, huku baadhi ya simulizi za kale zikidai kuwa maelfu mengi zaidi walipoteza maisha. Jambo lisilopingika ni kwamba uvamizi huo ulikuwa miongoni mwa matukio ya umwagaji damu zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mji wa Makka. Hofu ilitanda kila upande, na mahali palipokuwa pa amani pakageuka eneo la machafuko. Lakini jambo baya zaidi lilikuwa bado halijatokea. Baada ya kudhibiti eneo hili, washambuliaji wakakaribia Al-Kaaba. Watu wengi walidhani wangepora mali au wangeteketeza jengo, lakini walikuwa na lengo tofauti. Walielekea moja kwa moja kwenye Hajar al-Aswad, jiwe ambalo kwa karne nyingi lilikuwa limeheshimiwa na mahujaji, na hapa wakafanya jambo ambalo lilishtua ulimwengu wa Kiislamu. Hajar al-Aswad liliondolewa kutoka katika ukuta wa Al-Kaaba, kisha likachukuliwa likapelekwa mbali kutoka Makka. Kwa mara ya kwanza katika historia, Kaaba ilisimama bila jiwe hili. Habari hiyo ilienea haraka, mshtuko ukawa mkubwa. Mahujaji waliendelea kufika, lakini Hajar al-Aswad halikuwepo na hakuna aliyejua lini lingewekwa tena. Miaka ikaanza kupita, mwaka mmoja, miaka 5, miaka 10, miaka 20, jiwe jeusi bado halikurudi. Kwa zaidi ya miongo miwili, Kaaba ilibaki bila moja ya sehemu zake maarufu zaidi. Hili ni mojawapo ya matukio ya kipekee kabisa katika historia ya Kaaba, kwa sababu hata katika vita na mafuriko mengi yaliyotokea kabla yake, Hajar al-Aswad lilikuwa limeendelea kuwepo, lakini sasa lilikuwa limetoweka. Hatimaye, baada ya miaka mingi ya mazungumzo na shinikizo mbalimbali, Hajar al-Aswad lilirejeshwa, lakini kulikuwa na tatizo. Jiwe hili halikuwa tena kama lilivyokuwa awali. Lilikuwa limevunjika vipande kadhaa. Baadhi ya sehemu zake zilikuwa zimeharibika. Vipande vilivyobaki vikakusanywa kwa uangalifu, kisha vikafungwa katika fremu maalum ya fedha. Muundo huo ndio unaonekana hadi leo. Watu wengi wanapoliona jiwe jeusi hawaoni kwamba ndani yake kuna vipande tofauti vilivyounganishwa, lakini huo ndio ukweli wa kihistoria. Kadri karne zilivyopita, jambo lingine lilianza kuwa maarufu zaidi. Hii ni kuhusu kitambaa cheusi kinachofunika Kaaba, kinachojulikana kwa jina la kiswa. Watu wengi hudhani kwamba Kaaba siku zote ilikuwa imefunikwa kwa kitambaa cheusi, lakini sivyo ilivyo. Katika historia yake, Kaaba imewahi kufunikwa kwa kitambaa cheupe, kijani, chekundu na rangi nyingine nyingi mbalimbali. Baadaye rangi nyeusi ikawa ya kudumu, na hapa ndipo kiswa tunachokiona leo kilipoanza kuwa alama ya Al-Kaaba. Kiswa si kitambaa cha kawaida, hutengenezwa kwa hariri maalum. Aya za Qur'ani hushonwa juu yake kwa nyuzi za dhahabu na fedha. Mchakato wake huchukua muda mrefu. Wataalamu wengi hushiriki katika utengenezaji wake, na kila mwaka hubadilishwa kwa utaratibu maalum. Kitambaa cha zamani hukatwa katika vipande vidogo na mara nyingi huhifadhiwa au kutolewa kama zawadi kwa watu maalum na taasisi mbalimbali. Karne zilizofuata, historia ya Karmatians na kurudi kwa Hajar al-Aswad zilileta kipindi cha utulivu wa muda mrefu. Lakini huu haukuwa utulivu wa kimya tu, ulikuwa ni utulivu wa ujenzi, upanuzi na mageuzi ya Kaaba na mazingira yake. Kwa mara ya kwanza katika historia yake ndefu, Kaaba ilianza kuingia katika enzi ya dola kubwa ambazo ni Umayya, Abbasia
Ottoman na hatimaye Saudi Arabia ya kisasa. Na kila dola iliacha alama yake juu ya Al-Kaaba, si kwa kubadilisha kusudi lake, bali kwa kuimarisha muonekano wake, usalama wake na upanuzi wa eneo lake. Katika kipindi cha Abbasia na baadaye Uthmania, yani Ottoman, Maka ilianza kupata uangalizi wa karibu zaidi. Msikiti mkuu ulipanuliwa mara kwa mara ili kuchukua idadi kubwa ya mahujaji waliokuwa wakiongezeka kila karne. Kaaba yenyewe ilipata matengenezo madogo madogo, kuta kuimarishwa, paa kurekebishwa, mfumo wa kuzuia maji kuboreshwa na mapambo ya ndani kusafishwa upya. Lakini muundo wake mkuu ulibaki kuwa ule ule uliorithishwa kutoka enzi za Quraish na marekebisho ya Ibn al-Zubair na Abdulmalik ibn Marwan. Moja ya mambo yanayovutia zaidi katika historia ya Al-Kaaba ni mlango wake. Kaaba una mlango ulio juu kidogo kutoka ardhini, tofauti na majengo ya kawaida. Kwa nini? Sababu za kihistoria zinaonyesha kudhibiti uingiaji, kuzuia mafuriko ya zamani na kuongeza heshima ya eneo takatifu. Lakini siri kubwa zaidi sio mlango, bali ni ufunguo wake. Kwa zaidi ya karne 14, ufunguo wa Kaaba umekuwa ukihifadhiwa na familia moja ambayo ni Bani Shaibah. Hili ni moja ya majukumu ya urithi adimu zaidi duniani. Hata wafalme na viongozi wakubwa wa Kiislamu hawana ufunguo huo. Ufunguo hutolewa kwa ruhusa maalum ya kiibada wakati Kaaba inapofunguliwa. Watu wengi hudhani ndani ya Al-Kaaba kuna hazina, siri za ajabu au vitu vya kipekee vya kihistoria. Lakini ukweli wa kihistoria ni tofauti. Ndani ya Al-Kaaba kuna nguzo 3 za mbao zinazoshikilia paa, sakafu ya marumaru, kuta za ndani zilizopambwa kwa uangalifu, taa za kisasa na harufu ya ubani, yani oud, inayotumika katika usafishaji. Hakuna sanamu, hakuna hazina ya dhahabu, hakuna vitu vya kifalme. Kaaba ndani si ya kifahari, lakini yenye heshima kubwa ya kiroho. Juu ya Kaaba kuna kipengele kidogo lakini cha kipekee sana. Ni Mizab al-Rahma, ikiwa na maana mfereji wa rehma. Huu ni mfereji wa maji ya mvua unaoruhusu maji kutoka katika paa kutiririka kwenda nje. Lakini baadhi ya ukarabati wa kihistoria umefunikwa kwa dhahabu mfereji huu, ukiwa sehemu moja ya usanifu wa kipekee kabisa wa Al-Kaaba. Kadiri idadi ya mahujaji ilivyoongezeka, msikiti mkuu wa Maka ulianza kupanuliwa mara kwa mara, hasa katika enzi za kisasa. Leo maelfu ya mita za mraba zimeongezwa, matawi ya miundombinu ya kisasa yamejengwa, mfumo wa kudhibiti umati umeimarishwa. Kaaba sasa iko katikati ya moja ya maeneo makubwa zaidi ya ibada duniani. Lakini historia ya kisasa ya Al-Kaaba haikuwa bila mshtuko. Mwaka 1979, tukio lililotikisa ulimwengu wa Kiislamu lilitokea. Kundi lenye silaha liliongozwa na Juhayman al-Otaib liliteka msikiti mkuu wa Maka. Hili lilikuwa tukio la kipekee na la kushtua sana. Wakati wa tukio hili, mahujaji walikuwa ndani ya msikiti. Milango ilifungwa kwa nguvu. Silaha zililetwa ndani ya eneo takatifu, eneo lililochukuliwa likijumuisha karibu eneo lote la msikiti mkuu. Ingawa Kaaba yenyewe haikuharibiwa, eneo lote lilikuwa katika hali ya hatari kuu. Mapigano yalidumu kwa siku nyingi. Jeshi la Saudia lilijaribu kurejesha udhibiti. Kulikuwa na mashambulizi ya ndani, matumizi ya gesi na operesheni ngumu sana ya kijeshi. Hii ilikuwa moja ya matukio ya kijeshi yaliyotatiza zaidi katika historia ya eneo hili. Baada ya wiki kadhaa, msikiti ulirudishwa chini ya udhibiti wa serikali. Watu wengi walipoteza maisha,
dunia ya Kiislamu ilishtuka, na Al-Kaaba ingawa haikuharibiwa ilibaki kama shahidi wa tukio ambalo halikuwa la kawaida katika historia yake ndefu. Leo Kaaba inapokea zaidi ya mahujaji milioni kwa mamilioni kila mwaka. Kiswa hubadilishwa kila mwaka. Upanuzi wa msikiti mkuu unaendelea na mifumo ya kisasa ya usalama ipo kila upande. Lakini zaidi ya yote, Kaaba bado imesimama mahali pale pale, mahali ambapo historia, imani, siasa, vita na ibada zimekutana kwa zaidi ya karne nyingi. Kufikia sasa, simulizi ya Al-Kaaba imepita milenia nyingi za historia. Tumeiona ikianza katika bonde la jangwa lisilo na maisha. Tumeiona ikijengwa upya mara kadhaa. Tumeiona ikizungukwa na sanamu 360. Tumeiona ikiteketezwa na moto, ikizingirwa na majeshi na hata jiwe lake takatifu likiwa limeibiwa. Lakini kuna sehemu moja ambayo watu wachache sana duniani huwahi kuiona kwa macho yao, sehemu ambayo hata katika historia ndefu ya Al-Kaaba inabaki kuwa ya nadra, ya siri na ya heshima kubwa, ambapo ni ndani ya Al-Kaaba yenyewe. Kaaba hufunguliwa mara chache sana kwa mwaka. Sio tukio la kawaida, sio tukio la umma, ni tukio la kiibada na kiusalama linalofanywa kwa taratibu maalum sana. Watu wachache sana, viongozi wa kidini na watunzaji maalum ndio wanaoruhusiwa kuingia ndani. Bani Shaiba ndio wanaoshikilia jukumu la ufunguo, lakini ufunguzi wenyewe hufanyika chini ya ruhusa ya juu kabisa ya mamlaka ya Kiislamu ya Makka. Wakati mlango unapofunguliwa, harufu ya ud, ubani wa Kiarabu, hujaza hewa safi ndani na nje ya Al-Kaaba. Kuta husafishwa kwa maji ya Zamzam. Sakafu ya marumaru hung'aa chini ya mwanga wa ndani. Nguzo 3 za mbao huonekana kama zimesimama kimya kwa karne nyingi. Hakuna mapambo ya kifahari kama watu wengi wanavyodhani. Hakuna hazina, hakuna vitu vya siri vilivyofichwa. Badala yake kuna utulivu wa kipekee sana, utulivu unaoelezwa na watu wachache waliofika humo kama uzito wa historia. Wakati wa matengenezo au mabadiliko ya kiswa huondolewa kwa muda mfupi. Hapa ndipo watu wachache huona kuta za nje za Kaaba bila kifuniko chake. Kuta hizo ni za granite ngumu zenye alama za karne nyingi za ukarabati. Baada ya kazi kukamilika, kiswa hufungwa kwa uangalifu mkubwa kama kitendo cha mwisho cha ibada na heshima. Leo Kaaba imezungukwa na moja ya miradi mikubwa zaidi ya kidini duniani. Msikiti mkuu wa Makka umeendelea kupanuliwa kwa miongo mingi ili kuchukua mamilioni ya mahujaji wanaokuja kila mwaka. Lakini licha ya maendeleo yote ya kisasa, teknolojia, majengo makubwa na mifumo ya usimamizi wa watu, Kaaba yenyewe haijabadilika katika kusudi lake la msingi. Bado iko katikati, bado inazungukwa, bado ndio mwelekeo wa maombi ya mabilioni ya watu duniani. Katika safari hii ndefu, Kaaba imekuwa shahidi wa ujenzi wa Nabii Ibrahim na Ismail, enzi za makabila na sanamu 360, mwaka wa tembo na majeshi ya Abraha, ujenzi wa Quraish, ushindi wa Makka kwa Muhammad, vita vya ndani ya dola, moto, mafuriko na uharibifu, wizi na kurudishwa kwa Hajar al-Aswad, na matukio ya kisasa ya hofu ndani ya msikiti mkuu. Lakini jambo la kushangaza zaidi ni hili: licha ya yote, Kaaba haijapoteza nafasi yake ya kipekee katika historia ya binadamu. Imebadilika kwa nje, imeimarishwa, imejengwa upya, lakini haijawahi kupoteza maana yake kwa mamilioni ya miaka.
na mamilioni ya watu wanaoielekea kila siku. Na hivyo simulizi ya Al-Kaaba si hadithi ya jengo pekee, ni hadithi ya karne nyingi za imani, siasa, vita na udhibiti wa historia ya binadamu. Je, unafahamu nini kuhusu Al-Kaaba? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.